California, jina hili linawakilisha ndoto kubwa sana, lakini kwa wengi linaendelea kuwa uwanja wa mapambano yenye maumivu makali kati ya jamii na mamlaka. Leo tunaangazia tukio ambalo ikiwa litathibitishwa rasmi litatikisa taifa kwa ujumla. Taarifa kutoka vyanzo vya mtandao wa kijamii inazungumzia mashambulio mbaya wa polisi dhidi ya kijana mweusi. Je, huu ni ukweli mchungu au ni taarifa potofu ambazo zinaenezwa kwa umakini? Tutachambua kwa undani zaidi. Tukio hili linadaiwa kumhusu kijana ambaye anatambuliwa kwa jina la Sneakers. Kulingana na usimulizi huo, gari lilikuwa limesimamishwa na maafisa walikuwa wakitoa amri kali ya kusarenda, lakini pia akae kwenye gari. Polisi walikuwa na amri moja rahisi na ngumu: kaa kwenye gari, usisogee. Lakini ghafla Sneaker alijaribu kukwepa agizo hilo, anaanza kujitenganisha na hali hiyo, anaanza kukimbia. Katika sekunde hizo chache za utata, maafisa wanafanya kile kinachoonekana kwa kitendo cha dharau au harakati za bahati mbaya. Hapo ndipo mkanganyiko na msiba unapotokea. Kulingana na ripoti hiyo, afisa mmoja anavutia chupi ya kijana huyo wakati wa mapambano na kisha mwili wake unapiga hodi. Bunduki inaripotiwa kuanguka kutoka mahali ilipofichwa. Kijana huyo sasa anafunuliwa kuwa na silaha. Polisi bila kufikiri mara mbili, bila kuacha nafasi ya tafakari au amri zaidi, wanafungua mvua ya risasi. Lakini risasi hizi ni za shoti tu, sio zile za moto. Kijana huyu mweusi anapigwa risasi mara 14. Lengo la maafisa lilikuwa nini? Je, walihisi maisha yao yako hatarini kutokana na bunduki iliyoanguka chini? Swali hili zito linaendelea kugubika tukio hili. Kama ilivyo kwa matukio mengine mazito ya upigaji risasi na polisi, video ya kamera za miili, yani body cams, na ushahidi huru ni muhimu zaidi. Kwa sasa taarifa kuhusu kijana anaitwa Sneaker kupigwa risasi mara 14 na bunduki kuanguka kutoka kwenye chupi haikupatikana katika vyanzo vikuu vya habari au kumbukumbu rasmi za California. Maelezo haya yanayotokana kuanzia na kuenezwa sana kwenye mitandao ya kijamii inaweza kuwa imechanganywa na matukio mengine halisi ya kihistoria, upigaji risasi wa polisi nchini Marekani ambapo unyanyasaji ulitokea, lakini maelezo ya Sneaker hayalingani na ripoti ambazo zinathibitishwa. Tunasimama na kusema ukweli ni muhimu. Tunatoa wito kwa umma na vyombo vya habari kujitahadhari na taarifa potofu zozote zinazosambazwa kwa kasi ya ajabu. Ikiwa ukweli wowote katika hadithi hii, lazima uchunguzi kwa kina na vyanzo rasmi vya habari. Tukio hili linahusu kijana mmoja kama ambavyo nimekueleza kwamba alikuwa anapigana na rais na polisi, ya kwamba babake kwenye gari. Kijana akaanza kupambana, anataka kutoka kwenye gari, na mwishoni risasi sio zile za moto. Hizi ni risasi zile za shot, yani unapigwa shot ya umeme then unaanguka chini. Akaanza kushambulia nalo na mwishoni basi akaweza kurudi chini na kukubali kusalenda kwa sababu tayari walishamshambulia vya kutosha.